Sasa kuna nguvu ya kuhusiana, kuna nguvu mnafanya kitu kwa pamoja, hamuachani, mmeshikamana kwa nia moja. Ndio maana tunasema the power of association. Kuna nguvu katika kuambatana, katika kuunganika. Labda taanze kwanza nguvu. Nguvu ni nini? Ni uwezo ambao unakaa ndani ya kitu. Anaweza kaa ni mtu, ni uwezo unaokaa ndani ya kitu au vitu au ndani ya mtu, sawa? Unaleta ushawishi. Ushawishi huu unaweza ukawa ni mabadiliko kwenye utendaji wa mtu, aidha mabadiliko haya yakawa hasi hawa yakawa chanya. Kwa mfano tunasema nguvu ya Roho Mtakatifu, we cannot touch it. Huwezi kuishika nguvu ya Roho Mtakatifu, lakini nguvu yake inakaa ndani ya mtu. Inapokaa ndani yetu inaweza kutransform, ikaleta mabadiliko, ikakubadilisha katika kutenda kwako, katika kufikiri kwako, lakini wewe mwili umebaki vile vile, lakini katika kutenda kwako unatenda tofauti. Ukiona mtu anavyotoa mapepo, kuna nguvu yuko ndani yake. Ile nguvu inaweza ka influence, ikashawishi, inaweza ikaleta utendaji tofauti. Tunavyohusiana, masuala ya association au mahusiano au kuambatana, inakuwa kama ni muunganiko. Kuambatana yani ni muunganiko, aidha wanaweza kawa watu au kundi la watu kwa ajili ya maslahi fulani. Kwa hiyo tunapohusiana, nguvu inaweza ikatoka, inategemea kumehusiana na wapi, kwa sababu kila sehemu ambako kuna mahusiano, kila sehemu ambako kuna muunganiko, kuna nguvu inayotenda kazi. Kama ni mahusiano ambayo ni mazuri, pale ulipohusiana, kama kulikuwa na nguvu ambayo ni nguvu yenye matokeo mazuri, sawa, utapokea nguvu, ile nguvu ya ushawishi sasa, ambayo inakubadilisha wewe, yenye mahusiano mazuri vile, ikaingia kwako, ikakuwezesha na wewe ukatenda vile vile alivyokuwa anatenda pale ambapo umehusiana nako. Kama pale ulipokuhusiana nako kulikuwa na nguvu ya matokeo mabaya au sio sehemu nzuri, kila kitu kina nguvu yake, sawa, utapokea uwezo wa kutenda katika ubaya ule ule unaotenda kule sehemu ambako umehusiana katika ule ubaya. Kwa hiyo Biblia inasisitiza sana kwamba bora tujifunze, tuhusiane vizuri, tujue ni sehemu gani tunapata muunganiko. Huo muunganiko ulionao kwenye maisha yako, je, ni hasi au ni chanya? Kwa sababu yoyote unayehusiana naye, yoyote unayeunganika naye, yoyote unayekuwa naye karibu, kwa namna nyingine amebeba kitu ndani. Always power is carried by a vessel. Yani siku zote nguvu yote lazima ibe una kitu, haiji tu. Sasa tukienda kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 20, enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa nini rafiki ya mpumbavu aumie? Anaenda na mwenye hekima awe na hekima. Unaona, hekima ni nguvu. Ukitembea na wenye hekima, maana yake wana nguvu inayoleta matokeo chanya automatically, sawa, na wewe utapokea nguvu yenye matokeo yanayokuwa nini? Chanya. Lakini anaposema wale wapumbavu wataumia, maana yake amefatana na mpumbavu, matokeo yake yule aliyefatana naye ataumia. Kwa namna nyingine ni mjinga, alafu hataki kubaliana na ujinga wake.